Sasa kufuatia kauli ya Mheshimiwa Rais kuzungumza kuwa kuna baadhi walijikuta wakiingia kwenye mkenge wa maandamano pasipo kujua madhara na makosa ya kisheria na adhabu ambazo zinaweza kuwapata kwa kufanya makosa hayo. Hivyo Mheshimiwa Rais ametoa agizo kwa vyombo kufuatilia na kufanya uchunguzi wa kina kuhusu watuhumiwa hao na kuwasamehe wale ambao walijikuta wakijiingiza kwenye mkenge huo pasipo kujua madhara yake. Sasa mfanyabiashara Niffer ni moja kati ya wale vijana 22 ambao walikamatwa kwa kosa la kuhamasisha maandamano, ambapo kesi yake ni uhaini na adhabu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Sasa kwa kauli hii ya rais, nafikiri kuna mategemeo makubwa sana kwamba Niffer na wenzake wanaweza kuachiliwa hivi karibuni. So wale ambao mlikuwa mkikesha, mkifunga, mkiomba na kusali, nafikiri Mwenyezi Mungu ameweza kusikia kilio chenu na kuna asilimia kama zote za mpendwa wenu Niffer kuweza kuachiwa. Mheshimiwa Spika, kuna wakati vijana hufuata mkumbo wa uhalifu kwa ushabiki. Ninatambua kwamba vijana wengi waliokamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini hawakujua wanachokifanya. Nikiwa mama na mlezi wa taifa hili, ninavielekeza vyombo vya sheria na hasa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana wetu. Kwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wawafutie makosa yao. Asante Mheshimiwa wabunge, nashukuru. Waheshimiwa wabunge, ukiangalia klipu zile za maandamano, unaona kabisa kuna vijana ambao waliingia kwa kufuata mkumbo. Wanaimba kwa kufuata ushabiki. Hawakuwa wanajua wanalolifanya. Kwa hiyo kama mlezi, kama mama, ndio maana naelekeza vyombo vya ulinzi na usalama, hasa ofisi ya DPP, kuchuja viwango vya makosa, na kwa wale waliofuata mkumbo basi waseme nao kisha wawaachie waende kwa wazazi wao. Natoa msamaha huo kwa sababu hata maneno ya Mwenyezi Mungu katika kitabu cha Luka sura 23 mstari wa 34 yanasema, na hapa nanukuu, Yesu akasema, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Ndugu zangu wa Tanzania, tujifunze kutokana na mapito yetu. Nikukumbushe tu, Niffer aliingia kwenye mkenge huo baada ya kuposti video ambayo alionekana akicheza wimbo ambao umeeditiwa ukiwa umeingizwa sauti za rais alipokuwa akizungumza na kuwahakikishia usalama wananchi wake kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Kitendo hicho kilitafsiriwa kama uchochezi na kiashiria cha kuondosha amani nchini. Hivyo ikabidi achukuliwe hatua mapema sana, ikiwa ni moja kati ya majukumu ya jeshi la polisi. Thanks for watching. Mimi ni the baddest boy Duncan 99, Babe Ninja in town, na hii hapa ni Landlord TV. Usiache kusubscribe.